Mheshimiwa Mbowe, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, leo kwenye msiba wakati wa mazishi ya Edward Mtei ameipata fursa kuweza kuongea maneno mengi kwelikweli. Moja ya hotuba ambayo iliweza kuwafurahisha watu wengi, japokuwa ni msibani pale, lakini kuna kitu ambacho Mbowe amekizungumza kiasi kwamba waombolezaji 90% walipokea kwa furaha na kushangilia. Je, wataka kufahamu ni kitu gani ambacho Mbowe amekizungumza msibani wakati kabla ya mazishi ya mzee Mtei? Hivyo basi, kama utakuwa ni mtu ambaye unahitaji zaidi na zaidi kuweza kupokea taarifa zetu kila wakati ambao tunapokuwa tunapandisha, unakuwa wa kwanza kutani au notification, unakuwa unapata taarifa mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea, basi fanya jambo la msingi. Chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe. Ukilibonyeza neno hilo, utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao mtakaokuwa mkipata taarifa mpya kila wakati ambao tunakuwa tunapost kazi zetu. Basi ngoja turejea katika mada husika. Siku ya leo Mbowe amezungumza maneno makali sana kuihusisha serikali na kile ambacho kinachoendelea, kiasi kwamba ukimya wa muda mrefu, takriban mwaka mmoja tangu wastaafu wenyekiti wa Demokrasia na Maendeleo Chadema, ameibuka na kumtetea Tundu Antipas Lissu kuweza kuikosoa serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, wakati ambao na hata waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba akiwa naye pia anasikiliza live kile ambacho kilichokuwa kikiendelea. Kwa hiyo Mbowe ameanza kwa kutoa rai na kusema kwamba asilimia kubwa Chadema si wakorofi, ila isipokuwa kuna vitu ambavyo vinakuwa vinafanywa tofauti na taratibu, miongozo pamoja na kanuni ambavyo vinawafanya wanachama wa chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo kuonekana kama wakorofi. Lakini kwa kiasi kikubwa chama hiki kimekuwa kikilinda haki na uhuru wa kujielezea. Siku zote ameendelea kusema kwamba Mbowe siku zote kama serikali iliyoko madarakani ikiwa inatenda vitu kwa usahihi na kwa weledi mkubwa, huku ikifuata demokrasia, inaweza ikawa bora zaidi kuliko kuwatumbukiza watu gerezani. Lakini pia Mbowe amesema kwamba ili maridhiano yawe katika msingi uliokuwa bora zaidi na kila mtu aweze kuona maridhiano hayo, basi kitu cha msingi zaidi ambacho kinachohitajika hapo, wale wote ambao walifungwa gerezani waweze kutolewa kwa yale makosa ambayo hayajathibitishwa, yani makosa ambayo ya kubumbabumba, yani ya kutengeneza. Wale wote ambao wamefungwa waweze kuachiliwa huru. Ameyazungumza hayo Mheshimiwa Mbowe mbele ya waziri mkuu, naona bwana. Lakini kitu kingine amegusia siku ile ya maandamano Disemba 29 wakati wa uchaguzi mkuu kuchagua bunge, madiwani pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maandamano makali yaliyozuka nchini, na amesema kuwa zile zote vurugu zote zile zinatokana na kwamba watu wanadai haki ambayo muda wote wanakuwa hawaipati, na wale watu ambao wanayo haki ya watu fulani wanakuwa wagumu kuweza kutoa haki hiyo. Unaona bwana, ameeleza kuwa yote katika misingi yote ambayo inayohitajika ili kuendeleza taratibu katika ubora, weledi na usahihi wa hali ya juu, jambo la msingi ni kuweza kuhakikisha demokrasia inakuwa sawa. Lakini pia Mbowe ameweza kuzungumza na kusema kwamba tangu amestaafu ni mwaka mmoja hajazungumza chochote kuhusiana na yote ambayo yanayoendelea, na baadhi ya watu wamekuwa kimnukuu na kusema kwamba tayari Mbowe amekwisha kununuliwa. Sasa leo amekanusha na kusema kwamba kile ambacho kilichokuwa kinazungumzwa na watu mitandaoni na baadhi ya watu mitaani kwamba kwamba Mbowe amenunuliwa ni kwamba yeye ni mstaafu. Baada ya kuwa amestaafu aliacha vijana wafanye kazi kwanza, sio amestaafu tu kidogo na anaanza kuzungumza kama vile bado ni kiongozi wa ile eneo. Kwa hiyo aliwaachia vijana wazungumze. Lakini kikubwa zaidi ambacho anachokisema kwamba kikubwa zaidi kinachohitajika pale sio chama,
bali ni uongozi uliokuwa bora. Uongozi uliokuwa bora unatengenezwa katika misingi ya haki pamoja na kuheshimiana. Kwa hiyo katika vyote ambavyo vilivyokuwa vikiendelea nchini na kikubwa ambacho ameweza kukizungumza Mbowe kimeweza kuibua hisia mseto kabisa, na wale watu ambao walikuwa wakisema kwamba Mbowe amekaa kimya na anaogopa kusema chochote, tayari amekwisha kununuliwa, leo ameweza kuibuka na kuweza kuzungumza hayo. Lakini pia katika upande, wakati anazungumza hayo, John Heche, makamu mwenyekiti wa chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo, na yeye pia alikuwepo hapo, alifurahishwa zaidi na amekuwa akimpigia makofi na akiweza kuonesha jinsi gani ambavyo mstaafu huyu muasisi mwanzilishi wa chama akiwa ni miongoni katika wale ambao walikuwa wakongwe waanzilishi wakati ule pale, kuweza kuongea vitu vikubwa na vitu ambavyo viko katika misingi. Amesema kwamba Tundu Mbowe kwamba haya ambayo wameyafanya vijana ni kwa sababu tu kwamba misingi ambayo imewekwa katika chama hiko cha Demokrasia, misingi ambayo imewekwa, vijana hawataki kuonewa, wanachama hawataki kuonewa katika vitu ambavyo vinaweza kukaa sawa katika msingi uliokuwa bora. Kwa hiyo zile vurugu ambazo zinazoonekana kwamba vijana kama vile wanapinga fulani hivi ni kwa sababu kwamba wanakosewa, ndio maana kuna wakati wanakuwa wako hivyo. Unaona bwana. Kwa hiyo hapo tukae tusubirie ujio mpya na maamuzi mengine ambayo tutakao kiendelea kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea, kwa sababu Mbowe amekazia na kusema kwamba hata wale wafungwa ambao wamefungwa bila makosa maalum, wale ubumbi wa kesi waachiliwe. Na msemo huo bila shaka ameweza kumgusia na Tundu Antipas Lissu, kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa chama hiki na kesi inavyoendelea mpaka hii leo bado haijapatikana mwafaka imekuaje na mwisho wake utakuaje. Kwa wale wote ambao wana machungu hapo gerezani, Mbowe ameomba kwamba waweze kuachiwa, waungane na Watanzania wenzao katika kuhakikisha inajengwa nchi kwa pamoja. Haya bana, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Kama utakuwa umependa zaidi na unahitaji unapata taarifa mpya kila itwayo leo, basi subscribe. Ukisha subscribe tu unakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watakuwa ukipokea taarifa mpya kila wakati. Basi share video hii hapa na wengine waweze kuona, ni jambo jema kabisa. Like pia video hii hapa ili kuonesha jinsi gani ambavyo umeweza kupenda hiki ambacho tumekusogezea kokote kule uliko. Bana, mimi nikutakie lakini kitu kingine unaweza comment bwana. Nakushukuru sana, hadi wakati mwingine. Kwaheri.